misa maalum inayotupa fursa ya kuwaombea wahanga wa machafuko ya uchaguzi mkuu. Pigia bendi ya Msondongoma waliwahi kuimba hivi: ukiona mtu mzima analia ujue kuna jambo. Na wakaongeza maneno, tunatoana roho kwa mali alizoacha baba. Maneno ya muziki huu tuyatoe kwenye muktadha wa familia, tuyaweke kwenye muktadha wa taifa letu. Nafasi ya baba, weka jina la Mwalimu Nyerere. Poleni sana waombolezaji wote. Tunatoa pole kuonyesha upendo na heshima kwa wahanga, kwani tunajua kuwa kila mwanadamu anastahili heshima katika hali yoyote ile na katika tuhuma zozote zile asizoweza kuzikataa, kwani ameondolewa uhai kabla ya kujitetea. Tunasukumwa na imani kuwa Mungu alimuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake. Tuna wajibu wa kuheshimu kazi ya Mungu. Raha milele wape Bwana, wapumzike kwa amani. Lengo la pili la misa hii ni kuwaombea majeruhi. Wapo watu waliojeruhiwa kwenye machafuko ya uchaguzi mkuu. Majeruhi wengine waliumizwa kwa silaha au mpigo, na wengine kwa mazingira walimolazimika kuwemo. Wengine wanateseka kwa sababu wametelekezwa. Tunawaombea majeruhi wote wapone kwa msaada wa Mungu. Lengo la tatu la misa hii ni kumwomba Mungu asaidie jitihada za kuwapata watu waliopotea au waliopotezwa. Kabla ya uchaguzi mkuu na wakati wa uchaguzi mkuu, watu kadhaa waliripotiwa kupotea katika mazingira ya tatanishi. Baadhi wanadhaniwa kuwa wametekwa nyara na watu wasiojulikana. Katika misa hii tunamuomba Mungu aonaye yaliyo sirini atusaidie tuwapate katika hali yoyote. Kama watakuwa hai, tufurahie kupatikana kwao. Kama wakiwa wafu, tuomboleze, tuwazike kwa heshima za kiutu, tuwaombee amani ya Mwenyezi Mungu na kisha tuhitimishe msiba. Anayeendelea kuwaficha anatunyima haki hizo za kiutu. Lakini ukitafakari kidogo, sidhani kama wewe wanaweza kujitokeza kwa wingi kwa wakati mmoja. Sidhani kama wahuni wanaweza kujitokeza kwa wingi na kuratibu uhuni wao kwa wakati mmoja. Hata wahuni hawawezi kufa kwa sababu za kijinga. Sidhani kama mahasidi wa nje wanaweza kuvamia nchi yetu kirahisi hivi, wakati tunatumia rasilimali nyingi kuimarisha vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Tutake tusitake, lazima tukubali zipo sababu za msingi zinazosababisha hali hii mbaya. Ninaamini sababu hizi hazikuzuka ghafla. Inawezekana kabisa yaliyotokea ni kupasuka kwa jipu lililokuwa na usawa uliojikusanya kwa muda mrefu. Jipu likipasuka lenyewe sio tiba sahihi, bado ugonjwa atahitaji uangalizi wa daktari. La sivyo
hivi yatajitokeza majipu mengine mengi, na tena kwenye maeneo hatarishi na yanayofedhehesha, na tiba yake itakuwa ngumu na ya gharama kubwa. Bwana Yesu anatukumbusha kwamba mahangaiko ya duniani ni ya muda tu, na kamwe yasitusahaulishe kwa hali ile ya milele. Tunaona hali halisi inaonyesha kuwa binadamu wengine wanajisahaulisha kuwa kuna upeo mbele ya Mungu, hivyo wanatumia mbinu zote, hasa chafu, kuhakikisha kwamba wanapata ufahari na utukufu hapa duniani, na wanasahau kujiuliza itakuwaje sasa mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu wapendwa, matukio yaliyoambatana na harakati za uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 mwezi Novemba mwaka huu yalifanya Tanzania izungumzwe kwenye vyombo vya habari, hususan vyombo vya kimataifa maarufu, Al Jazeera, BBC na vinginevyo. Kama habari zetu zingekuwa njema, tungefurahi. Habari zilizovuma zilielezea kuwa Tanzania imekumbwa na machafuko, na hayo machafuko yalipewa kivumishi unprecedented. Walisema neno la Kiingereza unprecedented, hayajawahi kutokea na hayakutegemewa. Ndivyo alivyotangaza, nchi yetu imekumbwa na machafuko ambayo ni unprecedented. Katika matukio hayo kumetokea vifo vya watu wengine wamejeruhiwa, kumetokea uharibifu wa mali na kadhalika. Jimbo letu la Mbeya linalotandaa ndani ya mikoa ya Mbeya na Songwe ni kati ya maeneo yaliyoathirika kwa kiasi cha kuhuzunisha sana. Ndio maana tumeona ni vema tuadhimishe misa hii kumwomba Mungu atupe tunayotamani katika maisha yetu. Madhumuni ya misa hii yako 6. Kwanza, kuwaombea marehemu waliopoteza maisha kutokana na migogoro ya uchaguzi mkuu wa taifa letu, na kupitia misa hii tuwape pole wafiwa. Lengo la pili ni kuwaombea majeruhi waliojeruhiwa kwa namna mbalimbali kutokana na migogoro ya uchaguzi mkuu, na kuwapa pole walioathiriwa na matukio hayo. Lengo la tatu ni kumwomba Mungu asaidie jitihada za kuwapata waliopotea kutokana na migogoro hiyo. Naomba tusaidie tuwapate. Wakiwa hai ni wema sana, wakiwa wafu basi walau tupate. Lengo la 4 ni kuwapa pole waliopoteza mali zao kutokana na migogoro hiyo. Lengo la 5 ni kutoa rai ya kujitathmini, na lengo la 6 ni kuomba uponyaji kutoka kwa Mungu wetu. Lengo la kwanza, kuwaombea wafu. Mimi binafsi naamini kuwa kwenye migogoro ya uchaguzi mkuu wa taifa letu mwaka huu kumetokea vifo vya watu wenye hatia na wasio na hatia.
watoto, kuna vijana na wazee, kuna wanawake na wanaume, kuna raia na askari. Makundi yote hayo kuna waliouawa. Tarehe 4 Novemba nimeshuhudia kwa macho yangu wingi wa watu usio wa kawaida waliokuwa wananunua majeneza kwenye mitaa ya majeneza. Nimeshuhudia pia misafara ya magari ikisafirisha vilio kwenda nje ya jiji la Mbeya. Marehemu walio wengi waliuawa kwa kutumia silaha za moto, yaani bunduki, ambazo kwa sheria hutumiwa na askari walioaminiwa na kuapishwa kutumia silaha hizo kwa kuzingatia kanuni za usalama. Ninaamini kuwa wapo waliopoteza maisha kwa sababu walikosa chakula, matibabu na fursa za kusikilizwa. Wapo waliofariki dunia kwa adhabu kali kutoka kwa waliowakabili. Wapo waliopoteza uhai wakiwa wamejihifadhi ndani ya nyumba zao, kwani baadhi ya washika bunduki hawakusita kuzivamia nyumba hizo. Wapo waliopoteza maisha kutokana na kiwewe, trauma au msongo wa mawazo. Baadhi ya wahanga walitekwa nyara au kushambuliwa kabla ya uchaguzi, na wengine mpaka sasa haijulikani waliko. Wengine wamekutwa na madhira haya wakati uchaguzi ukifanyika au ukiendelea. Hawa wote na wengineo ni wahanga wa uchaguzi mkuu. Wahanga hawa wameleta simanzi kubwa nchini Tanzania, kwa kuwa matukio ni mengi kwa wakati mmoja. Hatujui tumpe nani pole na tumwache nani. Misa hii ipo kwa lengo la kutoa pole kwa wote. Lengo la 4 ni kuwapa pole waliopoteza mali zao kutokana na migogoro hiyo. Katika hekaheka za uchaguzi mkuu kumetokea uharibifu na hata upotevu wa mali za umma na za watu binafsi. Katika misa hii hatusiti kuwapa pole wote walioathirika kwa hasara mbalimbali. Tumeyaona majengo na magari yaliyochomwa moto, na tunayaona makovu ya moto kwenye barabara zetu za lami. Tunatoa pole sana kwa wote. Yamkini Mwenyezi Mungu ameruhusu haya ili tukutuke kutoka kwenye usingizi unaotusahaulisha mambo ya msingi. Lengo la 5, kutoa mwaliko wa kujitathmini. Napenda kusema kama alivyosema kiongozi wa makanisa ya CPCT siku alipoapishwa rais. Alisema nchi yetu imetikiswa na kumekuwa na mgawanyiko. Tunaweza kweli kujiuliza, siku ile nchi yetu ilionekanaje?
Nilijaribu kuhesabu makovu ya moto pale Mpemba kwa haraka zaidi ya 20 sehemu tu ya mji pale, lakini ningekuwa naenda Tunduma nadhani yanazidi 20. Hayo ni barabara kuu, lakini najua kulikuwa na mioto mingine pembezoni, na nahisi mioto hiyo ilikuwa yote inawaka kwa wakati mmoja. Sasa nchi yetu ilikuwa inaonekanaje? Ni kama vile nchi ilikuwa inaungua. Unaweza kuona mioto kama hiyo iliwashwa Tunduma, iliwashwa Mpemba, Mlowo, Mbalizi, Mbeya, Uyole na kwingineko. Kulikuwa na mioto mingi ikiwaka kwa wakati mmoja barabara zetu. Nafikiri na mbinguni walishangaa. Nafikiri sasa tunaamini kuna uzima baada ya kifo. Nafikiri walishangaa au walilia. Mtu akitembelea kwenye nchi ambazo kuna machafuko ya kivita, ataona hali halisi inayodokeza sababu za hali hiyo ya vita. Nilitembelea nchi moja, nilipofika tu cha kwanza kuona ni uchafu uliokithiri mitaani, ubovu wa barabara, ubovu wa majengo, ukosefu wa nishati, uhaba wa huduma muhimu za kibinadamu. Na hata nilipoelekea kupanda ndege wala sikukaguliwa. Sio mimi tu na abiria wengine wanasema ingieni tu kama tunaingia kwenye daladala. Hapo nilitambua moja kwa moja kuwa hakika hapa inawezekana wanapigana ili kuondoa hali mbaya. Ukitembelea nchi yetu hata leo hii utaona hali tofauti. Miradi mikubwa inaendelea kujengwa, barabara zinajengwa, madaraja yanajengwa, miundombinu muhimu inaendelezwa, taasisi za huduma zinaendelea na kazi zake, na usafi unazingatiwa. Unabaki na swali hili: kwa nini sasa nchi imefikia hatua hii mbaya? Majibu yanaweza